Bana, mambo ni ya moto sana. On the microphone kuambia Twitter Girl Official Rose D. Ukisubscribe, ukishare, ukilike basi itakuwa inapendeza. Mimi ni pita katika habari za udaku ambako mwanadada Mange ameikosoa show ya Diamond Platnumz Dodoma, lakini pia toboa siri kumbe anatumika kuzima yale ambayo yanaendelea mtandaoni. Sasa kipi ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii kinachozimwa? Stay hapa mpaka tamati. Tuangazie habari kutoka pale mjini Dodoma ambako Dodoma bwana iligeuka kuwa kitovu cha burudani usiku wa retro tour ya Diamond Platnumz, ambapo pia mashabiki waliweza kujumuika kwa maelfu katika viwanja vya Chinangali Park ili kuweza kushuhudia onyesho lilodumu hadi alfajiri. Tukio hilo limeacha kumbukumbu ya kipekee kwa wakazi wa Dodoma, lakini pia mashabiki wa muziki wa Bongo Flava ambao walitoka sehemu mbalimbali za nchi. Diamond Platnumz ambaye anajulikana kwa jina la utani Simba aliweza kutoa burudani yake ya kiwango cha juu sana kwa mashabiki zake, akipiga nyimbo zake maarufu ambazo ziliwahi kutawala chati za muziki ndani na nje ya Tanzania. Mashabiki walionekana kushangilia kwa nguvu sana kila mara alipoanza wimbo mpya. Yes, huku jukwaa likitikiswa na sauti ya pamoja ya mashabiki waliokuwa wakiimba naye. Kwa mujibu wa mashuhuda, nyimbo kama Jeje Uwa, lakini pia Nitampata Wapi zilipokelewa kwa shangwe kubwa, zikionyesha namna ambavyo Diamond Platnumz alivyo na uwezo wa kuunganisha mashabiki kupitia muziki wake. Onyesho hilo pia lilihusisha maonyesho ya kisanaa, mwanga wa kuvutia na uchezaji wa kuvutia ambao ulifanya mashabiki wabaki na kumbukumbu ya kipekee sana. Bana, retro tour ya Diamond Platnumz imekuwa ikipita pia katika miji mbalimbali na kila mahali imeacha alama ya kipekee. Dodoma imekuwa ni moja ya vivutio ambavyo vilithibitisha ukubwa wa jina lake na nafasi yake katika muziki wa Afrika Mashariki. Sasa tuangazie wachambuzi wanasemaje. Wachambuzi wa burudani wao wanasema kuwa onyesho hilo ni kielelezo cha jinsi muziki wa Bongo Flava unavyoweza kuendelea kushika kasi na kuvuka mipaka ya kimataifa. Na kwa mashabiki wa muziki, usiku wa Dodoma basi ulikuwa ni ushahidi wa namna muziki unavyoweza kuleta watu pamoja bila kujali umri au kujali asili. Diamond Platnumz ameendelea kuthibitisha kuwa ni msanii mwenye uwezo wa kipekee wa kuunganisha mashabiki kupitia sauti pamoja na jukwaa. Onyesho la retro tour Dodoma limeacha historia mpya kwa mashabiki wa muziki wa Diamond. Ameonyesha pia kwa mara nyingine kuwa ni msanii wa kiwango cha kimataifa. Of course, baada ya hayo yote mitandaoni, kufuatia show ya Diamond Platnumz kule Dodoma, bana mwanaharakati Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa X ameweza kuchana makavu wa Tanzania kwa kutoboa siri kuwa Diamond anatumiwa ili kuzima ile mambo ya kisiasa ambayo yanaendelea nchini kwa lengo la kuwafanya Watanzania wao watulivu, kwa sababu Watanzania ni wapenda burudani, wapenda udaku na ni watu pia kufuatilia sana matukio ya wasanii wakubwa ikiwemo Diamond na wasanii wengine pia. Ukiachana na wasanii hao pia, Mange anasema kwamba kumekuwa na matamasha tofauti kama mambo ya ngumi, ya boxing na mambo mengine kama hayo. Lengo ni kuwasahaulisha Watanzania kwamba msikumbuke kitu kuhusiana na Oktoba 29. Hivyo kuwafuatilia hawa wasanii. That was pia mara ya kwanza nilisema kwamba msipotezee hizi media zote za udaku na hawa wasanii, kwa maana nilijua haya. Anamaliza bana kuongea dada wa taifa Mange Kimambi kupitia ujumbe wake huo mjini Twitter, zamani sasa hivi kama X. Lakini baada ya hayo ya Mange sasa kutoboa siri kufuatia show iliyopigwa Dodoma pamoja na Mwanza, pia tunakumbuka na Diamond Platnumz wako wadau ambao wamemvaa sana Mange na kumuita mnafiki, anataka kuliingiza taifa kwenye matatizo, yani kuendelea kuchochea vurugu ili Watanzania wasipende serikali yao kwa manufaa yake binafsi. Wadau pia wamedai kuwa kwanza walizani Mange kashafariki kufuatia video ambazo zilisambaa kuwa mgonjwa yuko hoi. Wengi wakasema ni bora angekufa tu ili taifa lipumue, maana haishui mambo, kila siku anakuja na mambo mapya mpaka anatia kero. Anyways, mtazamaji, maoni yako wewe ambaye umeweza kutazama kupitia Bao Media, unaungana na Mange kwa hili katika kauli yake
ya kwamba wasanii wanatumika kuzima masuala ya siasa nchini ili watu waweze kusahau yale yote ya Oktoba 29, au unaungana na wadau wa siasa kuwa Mange hatakiwi kusikilizwa? Basi maoni yako moja kwa moja utapita nayo wakati mwingine. Hope umeweza kuenjoy. Wana wakati mwema, wakati mwingine tukutane hapa katika kuhabarishana zaidi.